Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko sura ya 6 aya ya 30 hadi ya 34. Mitume walikusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote yaliyofanyika na mambo yote walioyafundisha. Akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo. Kwa sababu walikuwako watu wengi wakija wakienda. Hata alipokuwapo hapakuwa na nafasi ya kula. Wakaenda zao faragani mahali pasipokuwa na watu. Watu wakawaona wakienda zao, na wengi wakatambua, wakaenda huko mbio kwa miguu toka miji yote, wakatangulia kufika. Naye aliposhuka mashuani, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na wachungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Neno la Bwana. Sifa kwake Yesu Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, hili linatugusa sana mapadre, maaskofu na mashemasi, kwamba kuna wakati mwingine tunapumzika, tunazidi. Baba paroko amepumzika saa 7. Baba paroko amepumzika saa 8. Baba paroko hatuwezi tukamuita amepumzika saa 9, saa 10, saa 11, saa 12 baba paroko ameamka. Lakini tukumbuke kwamba mahospitalini kuna wagonjwa. Tukumbuke kwamba kuna wengine wamepata ajali, wanataka mpaka wagonjwa wa haraka. Wengine wanataka viatikumu, safari pamba njiani. Na wengine wanataka kutembelewa ni wazee. Bwana wetu Yesu Kristo amekuwa mfano, amewaita njoo mpumzike. Lakini mara moja wakaona kundi, hakupumzika, akawaambia, akawahurumia. Kumbe kinachohitajika ni huruma tu. Aliwahurumia. Bila hiyo angeliwaambia wanafunzi, bwana si tumeshapanga mpumzike. Hebu pumzikeni, lala, mkapumzike. Lengo lao lilikuwa ni kwenda kupumzika. Lakini walipoona wahitaji ile kupumzika, waliweka pembeni, wakawawekea huruma. Makundi yote, hata mahospitalini. Tuangalie. Unaenda hospitalini unakuta waganga wote tu wamepumzika. Lakini mtu amekatwa mguu na gari, kichwa kinavuja. Mganga wa zamu amepumzika, atarudi saa 4. Kumbe Yesu anatueleza hapa kwamba tusiwe na muda wa kupangilia kwamba saa hizi baba paroko amepumzika, padre amepumzika, sister amepumzika, baba na mama wa familia wamepumzika. Tusikome kutenda yaliyo mema. Tusikome kuhurumia watu. Watu waliwafuata, walikuwa na shida, Yesu akawahurumia. Ulimwengu wa sasa wa kisayansi tunapenda sana kupumzika. Kwa hiyo hapa iwe changamoto kwetu kwamba tusiwe na nafasi ya kupumzika. Wahitaji ni wengi, roho za watu zinazohangaika ni nyingi. Madaktari, mahospitali, hakuna haja ya kupumzika. Nyumbani baba na mama, watoto wanawahitaji. Kwa hiyo Kristo anatupa changamoto, hakuna kupumzika, bali tuwahurumie watu, tuwaone kwamba ni kondoo wasio na wachungaji. Kwa hiyo ninawaomba, najua hii itaumiza wengi, hakuna kupumzika, tufanye kazi. Hatujapadilishwa, hatujaweka wakifu, hatujaoa na kuolewa kwa sababu ya kupumzika. Tuhurumie watu, tufanye kazi, tutapumzika siku ya mwisho. Kwa sababu muda wetu wa kupumzika upo, tutapumzika tukimaliza kazi. Na ndio maana Mtakatifu Agustino anasema kazi tunazozifanya zitatustahilisha ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo hakuna haja ya kupumzika. Tusifunge milango, tusifunge geti za parokia, tusifunge madirisha ya convent za masista. Hata familia tusiziwekee uzio. Watu wanatuhitaji, tuwaone kama kondoo wanaohitaji mchungaji. Mchungaji ni wewe, upaswi kulala. Ukisinzia, kondoo wako wanalaluliwa na wanyama wakali.
Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu.